maana ametutuma tukwambia kwamba ni wakati wako wa kufunguliwa. Wewe usiangalie rafiki yako atasema nini, usiangalie jirani yako atasema nini. Inaweza kuwa jirani yako ndiye amefungwa na mapepo mabaya, ni anakupiga vita, maana ako na roho ambaye imeingia ndani yake, ili wewe usiweze kuinuliwa na Mungu, ili wewe usiweze kuinuliwa na Mungu. Maana roho ya Bwana ikiwa juu ya mwanadamu, basi mwanadamu hawezi kukaa kwa kifungo. Mbingu ya Mungu ikishuka ndani ya mwanadamu, mwanadamu hawezi kuendelea kukaa kwa mateso. Mtu hawezi kuendelea kunyongwa na mapepo na ufalme wa Mungu umekushukia. Hiyo ni uongo hiyo. Mtu hawezi kuishi kupitia matatizo, hawezi kuishi kupitia vita na ufalme wa Mungu umekushukia. Ndio Matthew chapter 12:28 inasema ya kwamba na nitatoa mapepo, maana roho ya Mungu ii juu yangu. Sasa roho ya Mungu ikiwa juu yako, biashara haiwezi kukusumbua. Roho ya Mungu ikiwa juu yako, watoto hawezi kukusumbua. Roho ya Mungu ikiwa juu yako, ndoa haiwezi kukusumbua. Ndio nimekuambia kwamba si eti watu wote wameshindwa kuinuliwa, hapana. Ni roho ambaye imeingia ndani yao. Maana kuna watu wamesukumiwa roho ya umasikini, yani pepo ya umasikini. Kuna watu wamesukumiwa pepo ya ufukara. Kuna watu wamesukumiwa pepo ya kutokuolewa, pepo ya sipokuolewa. Unapata kwamba wewe ukuwe ni mrembo kabisa, wewe ni mweupe, ni mweupe kama hii jua ambayo inawaka, lakini unapata kwamba kuna mtu anaweza kuja kwako aseme ya kwamba acha nikuoe. Ni kuchezewa tu, unachezewa. Ni mtu akuja kuchezea kuacha hapo, mwingine akuja kuchezea kuacha hapo, maana umesukumiwa pepo ya kukuzuia kufanikiwa. Wengine wamesukumiwa pepo ya magonjwa. Ndio Yesu aliweza kushuka akafika kwa mji wa Gerasi. Alipokutana na hao watu waliofungwa na mapepo, basi ndio ilikuwa wakati wao wa kufunguliwa. Ndio ilikuwa wakati wao wa kufunguliwa. Ukisoma Isaya 61 inasema ya kwamba tumekuja kuwaganga, tumekuja ili tuwagange na kuwafungua. Si kwenda ati kule kwa mganga ugangwe kule kwa wachawi, hapana. Nisome Matthew chapter 8 and verse 28. Matthew chapter 8 and verse 28. Tunapendelea. Ukisoma Marko chapter 5 inasema na kuna mtu aliyekuwa amefungwa miaka mingi ya pale makaburini. Aliishi makaburini na hakuna mtu ambaye angekuja ili aweze kumzuia. Wangemfunga na minyororo angekata. Matthew chapter 8 and verse 28. Matthew chapter 8 and verse 28. Yes. Inasema hivi. Naye alipofika ng'ambo, katika nchi ya Wagerasi, alipofika katika nchi ya Wagerasi, watu wawili wenye pepo walikutana na yeye. Wanatoka makaburini, wakali mno, hata mtu asiwe kuipitia njia ile. Hakuna mtu ambaye angepitia njia ile. Hapo tu kuna mahali ambapo mtu ukienda unasema ya kwamba hiyo njia hawezi kupita, utaibiwa. Ama pali pengine unaweza kwenda ukasema kule utienda utaweza kudungwa kisu, maana hakuna mtu ambaye anapitanga hiyo njia. Hao watu walikuwa wamefungwa na pepo, hakuna mwanadamu yeyote angepita kule. Walikuwa wakali mno, lakini Yesu alipopita kule, maandiko yanasema ya kwamba waliweza kufunguliwa. Na kuna watu ambao wamefungwa kwa maisha, wamefungwa na mapepo, wamefungwa na umasikini,
hakuna mtu wa kwenda kuwasaidia. Yani watu hao wanaishi kwa mateso, maana hakuna mtu ambaye anaweza kuja kwao ili aweze kuwaletea msaada, maana ya umasikini wanaopitia ama hali ya maisha ambao wanapitia. Lakini leo Bwana ametutuma tukuambie ya kwamba chochote chako kimefungwa, chochote chako kimezuiliwa na agent wote wa mashetani kinaenda kuachiliwa. Njia yako ambayo ilikuwa imezuiliwa, hawezi kuolewa, hawezi kufanikiwa kwa biashara, leo Bwana anaenda kukuachilia, anaenda kukutoa kwa kifungo, anaenda kukutoa kwa kifungo. Hakuna mtu angepita hiyo mji, maana ya uchawi uliokuwa huo mji, kwa ajili ya uganga uliokuwa katika huo mji, kwa ajili ya vijana waliokuwa kwa huo mji, wanakatakata watu mapanga, wanapora watu. Hakuna mtu angepita kwa huo mji kwa ukahaba ambao ulikuwa unaendelea pale. Mwanaume yote ungepita pale, ungeingizwa box upate ya kwamba pesa yako yote ambayo umetafuta imechukuliwa. Ndivyo watu hao wawili walikuwa wametupiwa mapepo, na hakuna mtu yeyote angepita ile mti. Maandiko inasema ya kwamba lakini Yesu alishuka mti wa Gerazi, alienda kufungua wanaume wawili, Ndio Marko chapter 5 inasema ya kwamba yule mtu aliyekuwa amefungwa makaburini, Yesu alipofika pale, yale mapepo yalimwambia kwamba Mwana wa Mungu usitutese. Yesu akauliza, ninyi ni wakina nani? Wakasema, sisi ni wakina Legioni, sisi ni watawala wa huu mji, ndio tunatawala katika huu mji. Na kuna watu ambao kwa jamii yao wanatawaliwa na umasikini. Kuna watu ambao kwa jamii yao wanatawaliwa na vifo, wanatawaliwa na magonjwa, wanatawaliwa na kunyang'anywa mashamba, yani wanaishi kwa vita. Maana kuna roho ambayo huwa inatawala katika mji huo, ambavyo Yesu alishuka Gerazi akapata watu hao walifungwa, na ni hao ni wafungwa, wanatesa watu katika huo mji. Hakuna mwanadamu angepita pale, hakuna mtu angeinua kichwa pale. Na kuna watu kwa biashara hawezi kuinua kichwa, maana ya watu ambao wameinuka kwao na kuwazuia na kuwatesa. Paulo aliposhuka katika mji fulani katika Acts of Apostles chapter 8, maandiko yanasema ya kwamba na kukawa na mvua. Kulipokuwa na mvua, basi kukawa na baridi kali. Paulo akawaza moyoni mwake, akasema, wacha twende tutafute kuni. Listen to me. Alipenda kutafuta kuni. Maandiko yanasema kwamba naye nyoka alikuwa ndani ya kuni, akamsoga Paulo kwa mkono, akaweza kumuuma. Maana kuna mvua ambayo si mvua ya Mungu. Si kila kitu mvua ikinyesha ni ya Mungu, hapana. Hapa wachawi na waganga walikuwa wamepanga kumwangamiza Paulo. Walikuwa wameinua uchawi wao kumwangamiza Paulo. Walikuwa wanataka kufunga Paulo kupitia yule mwananyoka. Ndio utapata watu wamefungwa na roho ya nyoka, wakilala wanaota na nyoka. Kuna watu ambao wamefungwa wakiota wanaota na watu waliokufa. Si kupenda kwao, lakini kuna roho hiyo wamewasukumia. Paulo alipoumwa na nyoka, wale watu walikuwa wamengojea Paulo akufe, ambavyo hao watu walikuwa wanateswa na mapepo. Watu walikuwa wamengojea wakufe ili wawazike, lakini wale watu walikutana na Yesu. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo alipenda akagumuta mkono wake kwa moto, basi nyoka akamwachilia Paulo, naye alikuwa ameuma Paulo, lakini Paulo hakukufa. Na kuna watu ambao
wamepuliziwa sumu kwa maisha yao, sumu ya kichawi, wamepuliziwa sumu ya umasikini, wamepuliziwa sumu ya ufukara. Unapata kwamba huyo mtu hawezi kupata msaada wote, maana kuna sumu ambayo inatawala ndani yake. Mtu yeyote wa msaada akija mbele yake, anamwona huyu mtu hawezi kufaa. Hiyo Acts of Apostles I think umeipata, Matendo ya Mitume 28 pale kuanzia mstari wa kwanza. Basi mimi ninaenda kukuombea. Nataka nikuambia kwamba unaweza ishi kwa kifungo. Unaweza tusomea mtu wa Mungu Acts 28. Yes. Tulipokwisha kuokoka ndipo tulijua ya kuwa, tulipokwisha kuondoka ndio tulijua ya kuwa kisiwa kile chaitwa Mileta. Wenyeji wakatufanyia fadhili zisizokuwa za kawaida. Wenyeji wakatufanyia fadhili ambazo si za kawaida. Kwa maana waliwasha moto. Wakatukaribisha sote. Kwa sababu ya mvua iliyonyesha na kwa sababu ya baridi. Paulo alipokuwa amekusanyika mzigo wa kuni na kuweka motoni, nyoka akatoka kwa ajili ya ule moto, akamzoga mkononi Paulo. Wenyeji walipomwona yule nyoka akilewalewa mkononi, wakaambiana, hakosi mtu huyu ni muuaji, ambayo ijapokuwa ameokoka katika bahari ya haki, haimuachi kuishi. Lakini yeye akamtukuzia motoni ama kumzogazoga motoni, asipate madhara. Wao wakadhani ya kuwa atavimba au kuanguka chini. Wale walidhani ya kwamba atavimba ama kuanguka ama kufa. Kwa kufa ghafla. Na wakiishi kuangalia sana. Na kuona ya kwamba halimpata dhara lolote. Lakini waliona ya kwamba halikumpata dhara lolote. Wakageuka wakasema ya kwamba yeye ni Mungu. Hapo tu mtu wa Mungu. Unaona ya kwamba mtu anaweza kukaribisha akijifanya yeye ni mzuri sana kwako, lakini upate ya kwamba kuna mabaya kinyume na wewe. Yani kuna pepo ambaye iko ndani yake, ama kuna roho ambaye iko ndani ya huyu mtu. Upate ya kwamba anajifanya ni rafiki yako, ama anajifanya ni mtu wa msaada kwa maisha yako, kumbe huyu mtu amekupangia mabaya. Walipasha moto. Maandiko yanasema ya kwamba mvua ilitoka from nowhere, baridi ikatoka from nowhere. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo alipoona ya kwamba baridi imekuwa nyingi sana na hiyo mti ilikuwa karibu na mto, basi Paulo alisema ya kwamba wacha niende kutafuta kuni ili niweze kuwasha moto. Maandiko yanaendelea kusema ya kwamba Paulo alipotafuta kuni, basi nyoka alikuwa ndani ya kuni, basi akatoka ndani ya kuni akaweza kumzoga Paulo. Maandiko yanasema ya kwamba wale watu walikuwa wamengojea ili Paulo akufe ama dhara limpate Paulo, lakini walipoangalia sana waliona ya kwamba maandiko yanasema ya kwamba Paulo hakuweza kufa. Wakasema ya kwamba huyo mtu ni zaidi ya Mungu. Hata pale mji wa Gerasi, katika hiyo makaburi ama katika ile njia, ukichunguza ya kwamba sana, utaona kulikuwa na bahari karibu, kulikuwa na mto karibu. Ndio ukienda kama Mombasa, watakwambia Mombasa kuna majini. Mbona mtu anakuambia Mombasa kuna majini? Maana kuna bahari karibu. Nyoka alikuwa amemzoga Paulo, alikuwa amemfunga Paulo,
Na nataka nikuambia kwamba mtu kufungwa kwake ama pepo kuingia ndani ya mtu kumtawala, jua ya kwamba huyo mtu kuna mahali ambapo basi ameishiwa na nguvu. Ameishiwa na nguvu. Naweza kupatia mfano mzuri. Basi nyoka alikuwa amemfunga Paulo, ama wale watu walikuwa wamefungwa na mapepo, hakuna mtu angewafungua. Hakuna mtu ambaye angewafungua, lakini ni Yesu. Yesu alipofika kule, basi aliweza kumfungua. Na naweza kupatia mfano mzuri. Mtu wa Mungu, leta mkono wako au watu waone. Nyoka ilikuwa imemfunga hivi Paulo, imemsoga, ama yale mapepo yalikuwa yamefunga wale watu namna hii, yalikuwa yamewafunga namna hii, ambavyo hii mkono imefungwa. Alikuwa kwa kifungo namna hii, watu wakingojea kwamba waone chochote kikimpata ama wakufe. Ndio kuna watu kwa maisha wamefungwa hivi. Wewe unajaribu kufanya biashara, ikianza kuinuka, adui anavuta hii kamba, unarudi nyuma. Naweza kupa mfano mzuri. Kitambo tukiwa watoto wadogo, tulikuwa tunatega ndege, tunaifunga kamba ambavyo tumefunga hivi, tunaachilia ndege, anaruka, anapuruka, akienda juu tunamvuta. Sasa watu walikuwa wamefungwa namna hii na mapepo mabaya, na bado nyoka ilikuwa imemsoga hivi Paulo. Lakini maandiko yananiambia kwamba ilipokuwa imemsoga Paulo, basi maandiko yanasema ya kwamba Paulo akakumuta mkono wake kwa moto, ile nyoka ikamwachilia. Wale watu walikuwa wamengojea ili Paulo akufe, lakini Paulo hakukufa. Wakasema mtu huyu ako na Mungu. Na kuna watu ambao maisha yao yamefungwa, ndoa yao imefungwa, biashara yao imefungwa, kazi zao zimefungwa, nyota zao zimefungwa, watoto wao wamefungwa, wanawake wao wamefungwa, waume wao wamefungwa, ndugu zao wamefungwa. Wamefungwa kifungo ambacho hakuna mtu ambaye anaweza kuwasaidia. Lakini leo Bwana amenituma, ninakuombea leo uliye ndani ya kifungo cha magonjwa, kifungo cha kuhangaika. Ninakufungua leo kwa jina la Yesu Kristo. Kila kifungo kikuachilie. Mapepo yaliyokusukumia ya kukuotesha usiku wa manane, unaota na watu waliokufa, unaota na mizimu, unaota ndoto za ajabu, zile ndoto zikuachilie kwa jina la Yesu. Waliosukumiwa, roho za majini, roho za baharini, wanaota wakiwa baharini, wanajipata wanaogelea kwa maji machafu. Siku ya leo ninakuondoa kwa kifungo cha majini kwa jina la Yesu Kristo. Uliandikiwa kufa, uliandikiwa shida ya maisha. Siku ya leo hiyo kifungo kinakuachilia kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema ya kwamba Paulo alipokung'uta mkono, basi nyoka iliondoka ikaweza kumwachilia na kupata dara lolote. Yesu alipokutana na wanaume wawili, basi Yesu aliweza kuwafungua, wakaondoka kwa kifungo. Na leo ninakufungua. Ninapofungua brother huyu mkono, maisha yako yanafunguliwa, biashara yako inafunguliwa, watoto wako wanafunguliwa, ndoa yako inafunguliwa, kazi yako inafunguliwa kwa jina la Yesu Kristo. Maandiko yanasema alipokung'uta, maisha yake aliachiliwa. Wale watu wakasema ya kwamba huyu ako na Mungu. Maadui zako wanaokupiga vita, wanaokuroga vita, watakutana na Mungu wako. Wataona Mungu wako kwa biashara. Waliopanga ndoa yako ivunjike, wataona Mungu wako akikupigania. Wataendelea kuona ukiwa kwa ndoa yako mkita na majina mazuri. Waliokupangia biashara iweze kuisha hii Nairobi ili uende ushago mikono mitupu, ni hao watakuona ukiwa umebarikiwa. Ni hao watakuona ukiwa
wameinuliwa na Mungu. Haleluya. Wale watu walijifanya mara ya kwanza ni wazuri kwa Paulo, kumbe walikuwa wanataka wakamate Paulo. Wakaenda wakafanya uchawi, mvua ikaanza kunyesha, maana kuna mvua si ya Mungu. Wakaona ya kwamba haitoshi Paulo atetemeki, wakaleta baridi ikajayo mji, na walipoona ya kwamba wameleta baridi, wakaenda wakatafuta kuni, wakaeka mahali fulani kitita cha kuni, wakamleta nyoka, wakamweka pale. Yule nyoka alipouma Paulo, walikuwa wamengojea kufe, lakini hakukufa. Na kuna watu wamepuliziwa sumu na wachawi, wamepuliziwa sumu na waganga, wamepuliziwa sumu na agent wa Illuminati. Yani hao watu sasa ni kuzunguka tu, hiyo sumu inawazungusha, hawapati msaada. Ninakuombea leo, Bwana akuondolee maadui wote wanaokupangia maovu, wanaokusukumia ndoto za ajabu, zikuachilie kwa jina la Yesu Kristo. Leo ninapenda kuomba, leo ninapenda kukuombea wewe. Ukapa wanafanya biashara, lakini wao ukalishi fedha na ujuangi fedha wao inaenda wapi. Si ati kuna kitu unanunua, hapana. Si ati kuna kitu wewe unafanya, lakini wewe unatoa tu pesa, unaona hazikusaidii. Leo ninapenda kuomba, nitakuombea wewe ambaye uko hapa. Ukipata pesa yako tu hivi, ni lazima karoka magonjwa kainuke, ni lazima tutainuke, kakule 500 yako ama kakule 200 yako, nunue dawa. Ninapenda kukuombea leo, ninaenda kukuombea mahali ulipoamini Mungu, ujue ya kwamba kuanzia leo hiyo kifungo kinaenda kufika mwisho. Maana kuna watu hapa ulienda ukapatia mtu shilingi 50, wakapeleka kwa wachawi na waganga. Ukijaribu kufanya biashara, pesa zinakukataa. Ukijaribu kuanzisha mijengo inakukataa. Ukijaribu kuanzisha ka project fulani, unapata ya kwamba ka project hakainuki. Leo ninaenda kukuombea, maana kuna mtu unajua adui yako anaweza tumia shilingi 20, anaweza tumia shilingi 50. Kwanza watu ambao wanaenda ushago, nataka nikwambia kwamba wewe epuka ukiwa pale ushago, usigawe tu kila mtu pesa, maana tunajua ni rafiki yako ama unajua ni jirani yako, haujui mipango ambayo wako nayo. Hata siku hizi nilikuja nikagundua, hata siku hizi hawatumii chakula, hawatumii pesa peke yake, wanatumia pia chakula. Mtu anaweza kuja kukuambia, wewe mtoto wa jirani, ninajua umetoka kazi, twende uninunulie sukari. Wewe unaenda kwa duka unanunua sukari, wewe unaenda kwa duka unamnunulia unga. Badala atumie hiyo unga, anapeleka kwa chungu cha wachawi. Unapata hiyo pesa yako, hiyo ni jasho yako ambayo umetoa, basi anatumia hiyo kukufunga. Anatumia hiyo kitu ambacho umemnunulia kukufunga, maana anajua pesa umepeana kwa duka, na hiyo bado ni jasho yako. Wengine unaenda pale, unapofika pale unapata wametafuta chakula, wanakukaribisha kukula, kumbe chakula wameekelea madawa, wameweka ndani madawa, wanataka uwe bure. Ndio unapata ya kwamba watu wengine vile wanaenda Disemba nyumbani, wakikuta Januari wanapata kazi inaisha, wanakuja Januari wanapata maisha na wagonga. Maana kuna mtu ambaye alienda kwa mchawi fulani, alienda kwa mganga fulani, akasukumia huyu mtu roho, ya kifungo. Na wewe unaweza tembea, ukitembea ukijua ya kwamba wewe hauko kwa kifungo, lakini kumbe ulifungwa kitambo. Ukiona maisha ni magumu, ukiona biashara haisongi, ukiona unapitia mateso, ukiona kila mara unaenda kwa chifu, kila mara unaenda kwa mzee wa kimtaa, kila mara unaenda polisi, jua kwamba kuna mtu ambaye alikusukumia hiyo
mara ni lazima uende uungane. Unajua kuna mzee mmoja alikuja, yeye kila mara alikuwa anaenda kwa chifu, kama si kwa chifu anajipata Shauri Moyo police station. Kumbe kuna karo ambayo alikuwa amesukumiwa, anajipata kila mara ni madeni, mali anaenda ni madeni, kila mara akienda ni madeni, akapata kwamba wanakamatwa kila mara. Ndio wanaume, msikope kope, maana mkikopa kopa hata mtanyang'anywa wanawake. Bibi yako ataenda pia akwe deni, akwe mkopa aende kulipa mkopo, utanyang'anywa bibi. Usizoe kukopa kopa kila mahali, maana ako karo kusukumiwa, kale karo kapepo kama deni, basi utanyang'anywa kila kitu. Ukisoma katika Nehemia, ukisoma katika 1 Kings chapter 4, utaona kwamba kuna mzee ambaye kila mara yeye alikuwa anaenda kukopa madeni, kumbe ni karo alikuwa amesukumiwa. Basi mwanamke wake yule mfalme akaja akampia mwanamke wake, jua ya kwamba ninataka watoto wako, nichukue watoto wako, maana mzee wako alikuwa na madeni. Lakini akaenda kwa mtumishi wa Mungu, naye mtumishi wa Mungu akamwombea, akasema uko na nini? Akamwambia niko na kachupa kadogo kama mafuta. Akaombea kale kachupa, akasema enda ulipe madeni. Na leo naenda kuombea biashara yako, maana wewe unategemea biashara. Sasa ninaenda siku ya leo kukuombea biashara yako iongezeke, madeni yaondoke kwako, maisha kuzunguka yaondoke kwako, biashara yako inuke. Mlango ambao ulikuwa umefungwa ili usifanikiwe kwa maisha, huo mlango unaenda kufungua kwa jina la Yesu Kristo. Yesu alipofika Gerasi akaona wafungwa wawili, akajua wafungwa hawezi kufunguliwa kwa rahisi. Akawaita, akawafungua. Paulo, watu walijifanya wazuri kwake, wakamsukumia nyoka. Ndio kuna watu ambao wako hapa, wao wanaota na nyoka, anaota akitembea na nyoka, ama anaota kama amekutana na nyoka, ama anaota kama amelala na nyoka. Maana kuna roho ambaye amesukumiwa, roho ya kichawi, roho ya kichawi. Leo nataka kuomba na mtu ambaye wewe pesa haikai kwa mikono na haikusaidii. Yaani unapata pesa hii Nairobi lakini haikusaidii. Unashindwa wewe inaenda wapi? Unaweza hata lipa leo 10,000 kufika Sunday, hiyo pesa hauna na hakuna kitu umefanya. Maana kuna watu wameandikwa kazi na watu hakuna siku wamekalisha pesa. Maana zile pesa kuna vitu zimefanyiwa, kuna vitu ambavyo vimefanyiwa, wamelaza kwa madhabahu yao, ya kiganga, kwa miungu yao ya ushirikina. Unapata kwamba kabla wewe haujalipwa mshahara, wanaweka kabla haujalipwa, wanaweka nalala pale wiki 2 ama wiki 1, kesho yake wanakuta wanakupa mshahara. Wakikupatia mshahara, unapata wewe ni mwanaume, unaingiwa na karo, unajipata ni kwa kilabu, unapafua vikombe kabisa, unasema leta ambavyo tulivyo. Unapata kwamba unapata pesa, unaita mabeste, unasema ni wapi mabeste, wanapika nyama nzuri, wanafanya vitu vizuri, wapi wanauza makaba wazuri. Unajipata unaenda kule, pesa unapata ikusaidii, hata unapata wewe utatumia. Ulikuwa umepanga kujenga nyumba, ulikuwa umepanga kufanya jambo fulani, unapata pesa imepotea. Kuna dada ambaye nilimuombea, alikuwa anafanya kazi kule Uarabuni. Alipokuwa anafanya kazi kule Uarabuni, mshahara wote ambao alikuwa analipwa
Kumbe walikuwa wanaekelea kwa miungu yao. Hiyo fedha inalala pale, kabla hajapewa wiki kama 2 wanakuta wanawalipa mshahara. Yeye akajaribu akasevu. Alipotoka Arabuni akakuja akafungua wholesale moja kubwa hapa Mombasa Road. Alipofungua wholesale kubwa, hao watu walisema ya kwamba pesa yao haitaisaidia huyu mwanamke. Hiyo vita vikaanza. Akakutana na mwanaume mmoja akamwoa. Yule mwanaume huwa anaendesha traka. Yeye baada hajamalizana na madhabahu ambaye inampiga vita, akaolewa na mume wa mtu ambaye alikuwa ameachana na mke wake. Baada yule mke mwingine akaenda kwa waganga na wachawi, akaweka msumari, akasema hii ndoa haitakana, haitaifanikiwa. Yeye akafanya biashara. Mwezi wa kwanza mwaka ulipoisha, akaenda ushago, maana biashara ilifika mahali kaporomoka. Alipenda kwa kila mwanaume ushago. Basi alipofika pale ushago, akaishi pale akiwa kwa kifungo. Mimi nikaenda nikahubiri ambavyo ninakuhubiria hivi leo, maana kuna pasta alinialika huko. Pasta aliponialika nikaenda kule. Nilipofika kule mtaa fulani unaitwa Webuye, nilipofika hiyo mtaa nikahubiri ambavyo nakuhubiria hivi, nikamaliza. Nikawaambia kwamba toeni sadaka. Wakaweza kutoa sadaka. Walipotoa sadaka kwa madhabahu, nikawaambia kwamba sasa kila mtu akuje na special offering aweze kuniletea, maana naweza kuhubiria hivi ukatae kufunguliwa, naweza kuombea hivi ukatae kufunguliwa. Lakini nikamwambia kuna kitu kingine inaitwa sacrifice. Nikamwambia sacrifice haishindwi, maana wachawi wanatumia hiyo, watu wakamata maisha yako wanatumia hiyo, watu wakuiba nyota yako wanatumia hiyo. Wakaanza kuleta sacrifice. Nilipokutana na yule dada, nikamwambia leta sacrifice yako, iweka hapa kwa mikono yangu. Alipoiweka kwa mikono yangu, basi nguvu ya Mungu ilimbeba, akaweza kuanguka. Mapepo yakalipuka, yakasema sisi ni Waarabu. Alikuwa anafanya kwetu kazi kwa mwaka moja, tukaweza kumpa mshahara na tuliweka fedha zetu kwa madhabahu. Tukasema ya kwamba haitamsaidia, ataweza kuwa mtumwa. Na yeye kweli alikuwa mtumwa, maana biashara ambayo ilifungua ilianguka. Na kuna watu biashara yao inaanguka, wao unajaribu kuinua, hata haujiulizi mbona pesa inapotea, haujiulizi mbona hii kazi inashuka, haujiulizi. Hata wakati ambapo unatoka mahali kufanya kazi, kabla hujafungua kazi yako pale mahali ulikuwa umeajiriwa kwanza, kabla hujafungua kazi yako, enda kwa madhabahu ya Bwana, useme ya kwamba sasa najitenganisha na yale madhabahu nilikuwa nafanya nayo kazi. Sasa najitenganisha na hao watu na nainua madhabahu yangu ya kazi. Hapo kazi yako itasimama, kama ni ndoa yako itasimama, kama ni pesa yako itakusaidia. Hiyo ni siri mimi ninakuibia. Nataka nikuombee. Neno limefika kwako, nataka nikuombee. I want to pray for you. I want to pray for you. Basi nataka kuweza kukuombea ili Bwana aweze kukutenda yaliyo mema, ili Bwana aweze kukutangulia. Nataka niweze kukuombea. Ninapoweka usiku moja, wewe ambaye unajua ya kwamba umekuwa kwa matatizo, umekuwa kwa vita na shida,